Tuombe. Mungu, tunakushukuru tena kwa ajili ya wakati huu. Sifa, utukufu na heshima zote ni kwako, kwa sababu ndiye Mungu. Kupitia nguvu na neema yako tunatembea na kusimama. Amen. Roho wa Kristo, tunasema asante kwa kutuleta katika umbali huu mwaka 2020. Ni mwaka ambao umekuwa na changamoto nyingi mno, pengine kuliko miaka mingi tuliyowahi kuishi. Na hasa changamoto ambazo tulikutana nazo za gonjwa la corona ambalo limejaribu kuvuruga mambo ya uchumi na mengine. Lakini jina lako litukuzwe kwa sababu ya kuhifadhi nchi yetu. Amen. Kuipigania nchi yetu. Amen. Kuwahifadhi watu wetu. Amen. Kuwapigania watu wetu. Amen. Kwa hiyo Mungu, tunajisikia fahari kukushukuru, kukuadhimisha, kukuabudu, kukusifu kwa sababu ya matendo makuu. Amen. Tunapokuja tena mbele zako wakati huu, tunaomba kwa unyenyekevu wote na kwa Roho wa Kristo useme nasi. Amen. Useme nasi. Amen. Tunataka uelewa, tunataka ufahamu, tunataka roho ya uvuvio katika neno lako kupitia mtumishi wako. Amen. Kile ambacho umekiweka moyoni mwake leo ukakinene kwa Roho Mtakatifu. Amen. Iwe ni wewe Mungu unenena kupitia kinywa chake, kama vile vipaza sauti zinatoa sauti ya mhubiri, zinatoa sauti ya anayekitumia, ndivyo ambavyo Bwana ututumie na kunitumia kama kipaza sauti. Amen. Kwa kile ambacho Roho wa Kristo unaliambia kanisa lako. Amen. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Useme amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tukae. Nataka nizungumze kuhusu mambo matatu ambayo Biblia inakushauri uyakimbie. Kwa hiyo andika mambo matatu ya kuyakimbia. Mambo matatu ya kuyakimbia. Nataka tusome sehemu kadhaa katika maandiko, tuyaone mambo matatu ambayo Biblia inataka muamini yakimbie. Na Biblia inaposema uyakimbie, ina maana uyakimbie. Haina maana uyakimbie kwa maana ya kufikiria ni lugha ya kiroho, haihusishi kukimbia katika mwili. Biblia inasema uyakimbie kwa sababu ni mambo unayopaswa kuyakimbia kimwili, sio kiroho. Kimwili unapaswa kuyakimbia, na tutaangalia yote moja moja kimaandiko ili tusikose hata moja, ili atakapokwenda kwenye uchambuzi, pengine tunaweza tusichambue yote leo, tukachambua moja kwa kina au mawili kwa kina, alafu moja tukachambua kwa kiasi fulani, upate picha. Tutakapokuja tena wakati mwingine tutatoa nafasi kwa yale yatakayobaki. Lakini kama Mungu atatupa neema katika muda wa ndani wa saa moja au saa moja na nusu kuyachambua, basi tutayachambua yote. Amen. Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza kabisa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mambo ya kuyakimbia. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Ni mstari mfupi sana. Mambo matatu ya kuyakimbia ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na sura ya 6 mstari wa 18. Uko pale tayari? Amen. Uko pale? Amen. Mungu akubariki. Imeandikwaje? Kama uko pale tayari. Imeandikwaje? Sauti haitoshi. Ikimbieni zina. Imeandikwaje? Ikimbieni zina. Ikimbieni zina. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Anayesema hivyo sio mwanadamu, ni Roho Mtakatifu kupitia Paulo mtume. Analiambia kanisa la wakati huu ambao pia linatuwakilisha kanisa la sasa.
ya kwamba zinaa sio dhambi ya kujadiliana nayo. Yaani ukihisi kwamba nipo kwenye mazingira ya zinaa, nipo kwenye mazingira ya uasherati, Biblia inasema kimbia. Mwambie jirani yako kimbia. Biblia inasema kimbia. Amen. Kuna watu wengi wana sababu nyingi sana za kufanya zinaa. Na katika wakati huu, hata wakati mwingine upati maana ya kanisa, kwa sababu zinaa zinafanyika mpaka na watu wa kanisa. Sio tu kwamba zinaa na uasherati huko nje ya kanisa, hapana. Zinaa na uasherati nyakati hizi unaonekana mpaka kwenye makanisa. Na unakuta makanisa mengine hayana mipaka, kiasi ambacho hata mhubiri au msimamizi wa kanisa lile anapojiwa na mtu aliyefanya zinaa, alafu anamwambia mchungaji, nimekuja nahisi nimemkosea sana Mungu, kwa sababu nimeingia kwenye uasherati, nimeingia kwenye zinaa, tendo ambalo sina uhalali nalo kulifanya mpaka niingie kwenye ndoa. Kuna watu wanakosea, wanasema zinaa ni tendo la ndoa. Usipotoshe, kitendo ndio hicho hicho, lakini chenye maana tofauti. Zinaa au uasherati ni kufanya tendo la ngono lisivyo halali na lisilo na kibali katika jamii husika na katika mifumo ya kijamii. Lakini pia zinaa ni tendo lisilokubalika zaidi mbele za Mungu pale linapofanyika taratibu zilizowekwa kikanuni, kimaandiko zisipotekelezwa. Sasa anaweza kuja mtu akasema mimi nimefanya hivyo kwa nia njema, alafu badala aonyeshwe kwamba alichokifanya ni kibaya, unakuta watumishi wa kisasa wanasema unajua sisi sote tunaanguka katika mambo mengi, lakini awezaye kujizuia ulimi wake ni mtu mkamilifu. Endelea tu kuomba, yaani unajua tu bahati mbaya zinatokea. Anatoka pale mwenye dhambi kama hajafanya kosa. Biblia inasema ni nani wewe unaitia mashauri giza? Biblia inasema watu wanayefanya vitu vibaya vionekane vizuri. Ndio dunia tunayoishi. Watu wanarahisisha maisha kirahisi mno. Yaani wakikuona eti wewe unasema mimi sitaingia kwenye zinaa mpaka nioe, wanasema sio dunia sasa hivi. Wewe unakula unashiba, unawezaje kuishi hivyo? Waliokuwa mwanzo walikuwa wale wakashiba. Walioishi siku za kale walikuwa wale tena walikuwa wanakula chakula kingi kuliko wewe. Wewe wa chips mayai unakula wewe. Wewe unakula urojo unakula. Wewe unashindia kila siku usiku vimikate unakula. Wenzako wanapiga ugali asubuhi, ugali mchana, ugali jioni. Na bado wanaweka mpaka wa kusema hii zinaa sitaingia. Leo unasema eti mtu atawezaje kuishi? Lazima kuwe na mpaka wa dhambi, ndio maana utakatifu. Amen. Huwezi kusema wewe unamcha Mungu wakati una mpaka. Una kitu ambacho yani wewe unasema unajua mtu kuwa mlevi ni kawaida tu. Watu wanalewa. Biblia inasema toka kwenye kileo. Ole wake apeje na yake kileo. Watu hawana mpaka, anasema nimeanza naye kwa sababu atanioa. Biblia haisemi hivyo. Amen. Biblia inasema mjue kuiweza miili yenu. Biblia inakufundisha wewe Mkristo uwe na uwezo wa kuumudu mwili wako. Sasa unajua kuna watu ambao wanasema hawezi kujizuia. Sasa unajiuliza, ikitokea mmoja wapo ameumwa katika wasiweza kujizuia inakuwaje? Watu wanaoguzaga wake zao miaka miwili. Watu wanaoguzaga hata wanaume siku hizo wanapoozaga vinapooza mpaka kila kitu. Kama Mkristo hawezi kujua Ukristo ni nini, kwamba Ukristo umeweka mpaka wa kuonyesha hii dhambi na hii ni haki.
lazima ajue tendo lolote la ngono kabla kupitia sheria zote za uhalali, aidha itakuwa uasherati au zinaa, na ni kosa mbele za Mungu, dhambi mbele za Mungu na mbele hata ya jamii. Na ndio maana wafanyaji wa mambo hao wanajificha. Hata ukiona wanajitanua ni kwa sababu wanajua wazee wao hawapo, wachungaji wao hawapo, na hawataki ajulikane. Biblia inasema ikimbie zinaa. Na jinsi ya kuikimbia zinaa ni kuwa makini juu ya mahusiano yako na watu wenye jinsia tofauti na yako. Na hasa wale ambao rika lako na lao linaendana. Na tena zaidi sana kwa wale uliokoka, waogope sana watu ambao wanajiita wa Kristo lakini wanasema hawajaokoka. Nataka nikwambie wapo hata Waislamu hawafanyi zinaa, na wanamwaga hata kuoa mapema. Lakini hao Wakristo ambao wanasema ndoa zao si zina gharama, tutaoana mbele. Subiri muoane mbele, lakini mtaenda motoni. Utaishia jehanamu ya moto. Kama umefika umri wa kuoa, oa. Watu hawaoi utajiri, watu hawaoi mali. Biblia inasema kwa ajili ya zinaa kila mwanamume awe na mkewe. Amen. Na kila mwanamke awe na mmewe. Amen. Kama umefikia sehemu unaona kama umri umefika, uhitaji harusi yenye pesa nyingi, unahitaji harusi ya watu 10 tu. Sio na kumpendeza Mungu, sio sawa kumpendeza wanadamu. Amen. Lakini unaachia mwili wako wakati huo Mungu anakuandikia dhambi. Na leo unaona ni kawaida ya dunia. Dhambi ya kwanza kanisa tunaambiwa ya kuikimbia ni zinaa. Sema zinaa. Zinaa. Sema uasherati. Sema ngono. Tendo la ndoa tu ndio tulikimbii kwa sababu inaitwa tendo la ndoa. Nampenda mtu mmoja amefariki anaitwa Efraim Kiboni. Yeye alikuwa anasema kaza kwenye radio akiwa mtangazaji. Anasema tusiseme si mahusiano, tuseme mahusiano gani? Maana kuna watu wana mahusiano ya ngono yasiyo halali, na kuna watu wana mahusiano ya ngono yenye halali. Anasema ikimbieni zinaa. Dhambi ya pili ya kuikimbia, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Ikimbieni ibada ya sanamu. Kuna watu mpaka leo hapo kwenye makanisa ambayo yamejaa masanamu na hawajapewa ufafanuzi yale masanamu yako pale kwa ajili gani. Kwa sababu yanasema Yesu tunamwabudu katika roho na kweli. Nasema hata kuweka picha za wahubiri wetu madhabahuni ni kosa. Tunaweza kutumia picha za wahubiri kwa ajili ya matangazo ili watu wamuone mhubiri ni huyu, lakini sio mapicha mbele ya madhabahu. Kwa sababu madhabahu tunaelekeza mawazo yetu kama sehemu takatifu. Amen. Biblia inasema ukiona sehemu wanaweka mapicha, wanasema mapicha ya Yesu, mapicha ya Mariamu, mapicha ya Paulo, wanayaweka mbele ya madhabahu, yeye anasema kimbia. Amen. Lakini sio hiyo tu. Ibada za sanamu siku hizi zimeongezeka mno. Hata baadhi ya vitu vimegeuka sanamu. Watu wanaweza kujikuta hawezi kuomba kwa sababu ya kuchezea simu muda mrefu. Hata kwenye ibada anajikuta anacheza na simu wakati neno linapita. Hata ukimuuliza leo kimehubiriwa kitu gani, hakumbuki. Huyo pia ni mwabudu sanamu. Mtu ambaye anasema sina muda wa kwenda kanisani, mimi ni kazi, natafuta mali, huyo pia ni mwabudu sanamu. Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku utakapojuta na kusema sina furaha katika hizo. Leo unafurahia kazi kwa sababu kuna mtu amekupa afya ambayo ulipii bili. Lakini siku hiyo afya ikiwa na utata, utamtaka Mungu
naye atakwambia na mimi niko busy. Kama ulivyokuwa busy kiasi ambacho ukutenga muda kwa ajili yangu, sasa upo kitandani, sasa unaumizwa, sasa unateseka, Mungu kimya. Ndio maana anasema nilipowaita hamkuitikia, na mimi siku ya msiba wenu nitacheka, na mtaniita sitaitika. Watu wameshika kazi kuliko Mungu, watu wameshika biashara kuliko Mungu, watu wameshika shughuli zao. Tena kwa bahati mbaya Wakristo wa siku za leo wanapanga vikao vya siasa Jumapili, na washangaa wanaheshimu siku ya Jumatatu watu waende kazini, wanadharau siku ya Bwana Jumapili. Eti ndio siku za vikao vya siasa. Tunashukuru Mungu kwenye taifa hili kwa historia yake. Kwa mimi ambaye si wa zamani sana, chaguzi nyingi nilizoziona kwenye taifa hili zilikuwa Jumapili. Lakini kwa mara ya kwanza uchaguzi wa tarehe 28 mwezi Oktoba itakuwa Jumatano. Amen. Mungu hata ashukuriwe, kwa usipigie Mungu makofi. Taifa ambalo Mungu anajua kuna Wakristo wanayemwabudu, badala waende kuabudu wanataka kwenda kupiga kura. Hata kuna baadhi walikuwa wapigi kura kwa sababu wao wenye ibada. Lakini Mungu ashukuriwe kwa ajili ya mwaka 2020. Amen. Kenya kule kikatiba kabisa, Kenya kura haiwezi kupigwa Ijumaa wala Jumamosi wala Jumapili, kwa sababu Ijumaa kuna Waislamu, Jumamosi kuna Wasabato, Jumapili kuna Wakristo. Kwa hiyo kura itapigwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Wanaheshimu watu wakamwabudu Mungu. Tusiwe waabudu sanamu. Na vikao vya Jumapili, ukiona vinawekwa vikao Jumapili, vikatae. Na siku hizi nimeona hata baadhi ya walimu wanalazimisha watoto wa Kikristo Jumapili waje shuleni. Mimi wa kwangu hawatakuja. Na wewe mwalimu nitakufuata. Nitakufuata na ukome tabia hiyo. Siku za shule za serikali ni Jumatatu mpaka Ijumaa. Zote unazoongeza lazima tuwe na makubaliano. Halafu kwa chuki zao, mtoto asipokwenda Jumapili kwa sababu kaenda kanisani, wanamfanyia figisu aferi. Jaribu kwa wakwangu uone, nitakufelisha maisha yote. Wewe mfelishe mwanangu masomo, mimi nakufelisha complete life yako. Itakwenda kwa wale zumba mbingu na nchi. Wanatikisa vijana wetu. Eti Jumapili ndio uje. Kataa! Nenda kumwabudu Mungu. Maliza ibada, kama atakuita shule nenda. Maliza ibada, kama atakuita kibaruani nenda. Lakini kwanza ibada. Tusiabudu sanamu kwa sababu ya hofu, uoga, mashaka wanaotujaza watu wasiomcha Mungu. Watu wasiojali. Wao Jumapili na Jumatatu sawa. Wao Jumatano na Alhamisi sawa. Kwetu sisi Jumapili na Jumatatu sio sawa. Biblia inasema na alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo. Ilikuwa siku ya Bwana na alikuwa katika roho. Sema amina. Jumapili ni siku ya kuwa katika roho. Amen. Ndipo tunapata kitabu cha Ufunuo wa Yohana chenye sura 22. Kama huyo mtu asingeabudu siku hiyo angepataje Ufunuo wa Yohana? Asingekuwa katika roho siku hiyo, alikuwa na mapilika ya siasa, angewezaje kupata Ufunuo wa Yohana? Biblia inasema ikimbie ibada ya sanamu. Kimbia vikao vyao vya Jumapili. Na wakikukata basi, njoo nabii. Mungu atadili nao. Mungu atashughulika nao. Sema amina. Sema amina. Biblia inasema ziko siku 6 zimpasavyo mtu kufanya kazi. Fanya kazi. Na Jumapili ukamwabudu Mungu katika roho na kweli. Usiwe tamaso. Jambo la 3 ambalo Kristo anapaswa kulikimbia kama ukoma. Jambo la 3. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 na 11. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10 na 11. Maana shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha. Kupenda fedha kuliko Mungu. Kupenda
kupenda fedha kuliko utu, kupenda fedha kuliko binadamu, kupenda fedha kuliko huruma. Anasema shina la mabaya. Kuna watu wanapenda fedha, wako tayari kuua wazazi wao, wako tayari kuua watoto wao, wako tayari kufanya ujambazi, wako tayari kufanya ukahaba, wako tayari kuuza madawa ya kulevya. Ni wapenda fedha, hawataki hata shughuli halali. Shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na nini? Wamefarakana na nini? Na imani, na kujichoma kwa maumivu mengi. Wanasema kwa sababu ya fedha kuna watu wako jela saizi na wanalia. Kwa sababu ya kupenda fedha kuna watu ni wagonjwa wa magonjwa ya ajabu. Kwa sababu ya kupenda fedha kuna watu wana ulemavu. Lakini kwa sababu ya kupenda fedha kuna watu mikono yao ina damu, wamemwaga damu za watu wengine. Kwa sababu ya kupenda fedha, watoto ulionao huwajui baba yao ni nani, kwa sababu katika siku iliyoshika mimba ulikutana na wanaume kama 5 na wote sio wamezaa. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, una wanaume 5 na hamna hata mmoja ambaye ni mmeo. Na unakutana nao wote kwa pamoja, mtoto wa nani? Unamtafuta mwenye hela kidogo unambebesha kwamba ule ndio baba yako. Ndio maana kina baba wa kisasa, kwa sababu kuna DNA na sio gharama kubwa. Usikatae mtoto unapoambiwa kwako. Endelea kumlea, akifika umri fulani damu zitatolewa, tunacheki. Mama anapata kizunguzungu. Alafu anafunika wasema kitanda kizai haramu, kinazaa haramu. Kwa sababu lazima umtaje baba sahihi wa huyu mtoto. Mungu mchungaji, mimi tunatubu kwa sababu hiyo siku hata sijui mimba hii inaingiaje. Maana nikutana hiyo wiki na watu kama 10. Tatizo lilikuwa nini? Ni kupenda fedha. Hakutosheka na mwanamume mmoja, hakutosheka na mwanamke mmoja. Wamejichoma na maumivu mengi na kujitenga na imani. Tunajua watu wanapenda fedha. Kwa hiyo wanaposikia kwamba kuna watu wanaitwa Freemason wanatoa fedha, wako tayari kuacha imani kuwatafuta. Mganga akajitangaza kwamba mimi naweza kukutajirisha, wanaamua kuacha imani, wanaenda kwa waganga. Kwa sababu ya kupenda fedha. Nenda kwa hao wachawi, wewe na wao wote motoni. Katika Ufunuo Yohana 21 mstari kuanzia wanaanza habari waoga wasioamini wachuki zao, waabudu sanamu na wachawi sema wale katika ziwa la wakalo moto na kiberiti. Biblia inasema hiyo ndio mauti ya pili. Mstari wa 11 sikia anasema, bali wewe, mwambie mtu fulani wewe. Mwambie mtu fulani wewe. Bali wewe mtu wa Mungu, mwambie mtu fulani mimi ni mtu wa Mungu bwana. Mimi ni man of God. Napenda sana hili neno. Anasema bali wewe mtu wa Mungu. Nina mtu wa Mungu hapa kanisani. Amina. Nauliza, nina mtu wa Mungu hapa kanisani? Wajua tuna watu hapa bado hawajaa watu wa Mungu. Anasema bali wewe mtu wa Mungu, yakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utaua, imani na upendo na saburi na upole. Sema amina. Sema amina. Anasema bali wewe mtu wa Mungu, yakimbie mambo hayo. Fedha sio mbaya, lakini unaitafutaje? Fedha sio mbaya, lakini unaitumiaje? Fedha sio mbaya, lakini unaipataje? Je, unaipata kwa kukaba maisha ya wengine? Je, unaipata kwa kuwachomolea wengine? Je, unaipata kwa kutapeli wengine? Je, unaipata kwa kudhulumu wengine? Je, unaipata kwa kuua wengine? Mtu mmoja kule Songea alienda kwa mchawi. Yule mchawi yule kijana akamwomba yule mchawi ampe utajiri. Yule mchawi ikabidi amjaribu kwa jambo ambalo alijua hawezi kufanya. Akamwambia ili upate utajiri unapaswa kuleta damu ya mama yako. Yule kijana alishuhudia kwenye mkutano fulani. Miaka mingi imepita. Sasa yule mchawi anaamini kwamba huyu mtu hawezi. Kwa mfano nimemwona mganga mmoja juzi anajitangaza, anasema ana uwezo kurudisha watu waliokufa, lakini lazima ulipe milioni 15. Nikajua kabisa ameenda kiwango hicho kwa sababu hawezi. Maana Watanzania wangapi watalipa milioni 15? Kwanza wanaenda kwa waganga na watu wasio na hela. Wachache wenye hela wanaendaga huko. Wengi wanakwenda huko ni wenye
hali nzito, wenye mawazo wasiokuwa na Mungu ndani yao. Kwa hiyo nikajua kwa neno hili kawawekea mipaka kwamba hawana hizo hela, kwa hiyo hawatamwendea. Sasa yule kijana alipoambiwa sasa kaenda kutekeleza, yule mganga alishangaa, lakini ikatokea. Sasa yule kijana alichoambulia ni mashine ya kusaga. Hizi mashine za kusaga hizi zamani. Baada ya miaka 10-20 akawa anasononeka, anasikitika, akaja kwenye mkutano wa Injili. Alikuwa mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Bishop Bazoro, amekufa mwaka jana bahati mbaya. Akaja kupona kwa machozi. Lakini sababu ya kufanya uongo kupindukia ni kupenda fedha. Pamoja na fedha na uzuri wake, lazima uwe na uwezo wa kujimudu, kusema hii sawa, hii sio sawa. Amen. Njia hii naikubali. Sio watu wanakuja kwamba wewe bwana mtu una nguvu namna hii. Yaani tukienda kupiga ngeta tu. Wewe yani tunachukua na nje. Mwambie hiyo hapana. Mimi namchana. Kwa hiyo haya ndio mambo matatu ambayo Biblia imeandika Mkristo anapaswa kuyakimbia. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ikimbie zina, ikimbie ibada ya sanaa, kimbia tamaa ya fedha. Pamoja na kwamba tunahitaji, lakini hatutatafuta fedha kwa kuharibu maisha ya watu wengine. Unatafuta fedha kwa kuleta mabinti kutoka bara au kutoka popote, alafu unawauza kwa wanaume. Mnadeti upate hela. Binti mmoja tulimwokoa hapa. Alikuja huko akadanganywa kwamba aje kuuza duka. Walipomwona mzuri, wakaja kweli wakampa duka. Mara baada ya siku anakuja mbaba mmoja wa miaka 60. Nakupenda. Binti labda unanipendaje? Oh, nakupenda wewe mke wangu. Akamwambia, wewe sawa tuna babangu, tena hata babangu mdogo wewe mkubwa. Na hiyo usijali. Hiyo suna. Hiyo usijali. Hiyo hivi. Akasema hapana. Sasa mdada alimleta ndo anamwambia sasa, wewe kubali, atakununulia gari, atakujengea nyumba. Binti yule ameokoka. Akaja kanisani akaniambia, nikamwambia unasemaje? Anasema sitaki hata kazi yenyewe. Kanisa ndio tulitoa nauli ya kurudisha. Yule binti yuko ndani anaendelea na Yesu. Na yule binti kilichomfanya akatae, yule binti alikuwa kabla hajaokoka alikuwa anaumwa na ikadhaniwa ni kansa. Kabla hajaokoka. Kwa hiyo alipokwenda kwenye kanisa moja wapo nafikiri Askofu Magembe kule Malimba Sita kule, akaombewa akapona ndio akaokoka. Sawa. Kwa hiyo hataki kabisa kupoteza ule muujiza. Amen. Kwa hiyo akaona gari ni kitu gani? Mimi nimetoka kwenye kansa ambayo ilikuwa inajulikana sasa haponi, lakini Mungu alimponya. Yule binti huwa ananipigia simu kunishukuru, tukamtoa kwenye mikono. Yule mdada anaduka karibu na maeneo yetu hapa. Anasema yule mchungaji namchukia. Nikamwambia mwambie akasirike mpaka aishie kuzimu. Mimi napiga vita uasherati. Mimi napiga vita zinaa. Mimi napiga vita ibada ya sanamu. Mimi napiga vita tamaa mbaya. Tukamwokoa. Lakini mabinti wengine labda kwa sababu hawajapata kansa wakaponywa, labda kwa sababu hawajapata magonjwa mabaya ambayo baada ya ujumbe huu na ubiri leo kafanya, alafu uone ujumbe huu unaambatana udhihirisho. Ujumbe huu unaambatana udhihirisho. Umesikia juu ya uasherati, alafu kaufanye, litakalo kupata hautakuwa na mahali pa kwenda kupona. Na nimeshamuomba Bwana, hautakuwa na mahali pa kwenda kupona. Kafanye baada ya leo. Biblia inasema msifanye uasherati kama wengine walivyofanya wakaharibiwa na Mwarabu. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Wakaharibiwa siku moja watu maelfu, wala msiabudu sanamu. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Angalia. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Mstari kuanzia wa 8. Wala tusifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja
watu 23,000. Wala usifanye uasherati. Unajiona ujafa, wewe kiroho ulishakufa, unasubiri katika mwili. Unajiona hujapata magonjwa, baada ya mahubiri haya acha uasherati, kwa sababu yanakwenda kufunguka. Maana nimeshasema, kama tulitamka kwamba corona isiue mtu hapa, tunatamka waasherati wakutane na matatizo mazito ambao hawajawahi kukutana nao na wakose wa kuwaponya. Wala msifanye uasherati kama wengine waliofanya, watu 23,000 wakafa. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine walivyonung'unika wakaharibiwa na Mwarabu. Basi mambo haya yaliwapata wao kwa mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani hizi. Kwa hiyo ajidhaniaye kuwa amesimama aangalie asije akaanguka. Sema amina. Kimbia zinaa, kimbia uasherati. Usijifanye mimi mchana nimesimama na ingia mpaka chumbani kwa yule kaka na kwenda kutazama vitu vyake ni ile wewe mwacha uongo. Mimi nimesimama kweli. Yaani mchungaji usinene hivi, naweza kwenda mpaka yule kaka, tunakaa chumbani kwake, tunapiga tu story. Labda wewe ndio huyo kaka amekufa. Lakini kama yuko lijali, lazima siku moja atakutafuna. Atakutafuna. Na tunavyokuona umeshatafunwa. Unaambiwa kimbia, unasema una nguvu ya kukaa. Wewe unaweza kuisidi Biblia? Unaweza kuisidi? Biblia ina umri kuliko babako, kuliko mamako. Unaweza kusidi Yesu amekufa miaka 2000, babu yako alizaliwa wewe? Wewe unaweza kusidi ya maandiko? Mchungaji nilitoka naye tu kidogo, tulikwenda kwenye sherehe pamoja mpaka saa 4 usiku. Biblia inasema kimbia. Amen. Na Biblia inasema kimbia. Amen. Kama alikaa chonjo. Na yeye kijana wa kiume kimwona mdada na ukalia jicho na mdalia, mwambie naona macho yako hayako sawa sawa, naenda kwenda. Na ukiona kijana wa kiume liangalia kwenye suruali. Ukiona suruali inapumua, mwambie kaka hauko sawa, nenda kwenu. Sema amina kubwa. Amen. Nimesema leo utaamua kuwa mshirika wa kanisa hili au utaamua kwenda. Na nikasema ujumbe wa leo si utumi kwenye message, kwa sababu wengine msije kuja. Shughuli ndio hii. Nasema shughuli ndio hii. Amen. Mwambie yangu hiyo ndio shughuli ya leo. Uso mkavu kabisa. Tunataka tukuokoe na mauti. Amen. Watu 23,000 kwa kifo kimoja. Nyinyi wazee tazameni, msije mkazika watoto wenu mapema. Watu 23,000 kwa kifo kimoja. Wewe una familia watu 10, watu 20, na unafikiri kubwa ya Mungu ilarua kwa sekunde. 23,000 people for the one day. Watu wakafa. Weka familia yako kwa watu 6, 7. Mungu anashinda kukafutilia mbali kwa sababu ya zinaa na uasherati ndio katikati yao. Biblia inasema ikimbie. Nasema ikimbie. Amen. Nataka nikuonyeshe mambo machache. Jambo la kwanza, mfano wa kukimbia zinaa. Ndio kipengele cha kwanza hicho. Mfano wa kuikimbia zinaa. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo. Sura ya 39. Mwanzo 39. Biblia inasema kuanzia mstari wa 7. Tuanze wa 6 mwishoni. Na Yusufu alikuwa mtu mzuri, jaribu hilo. Mwambie mtu fulani mzuri, jaribu. Mwangalie mtu fulani usoni. Kazi ya uso, mwambie kwa sura hiyo uko majaribuni. Yaani kuona uko majaribuni. Anasemaje? Kwa hiyo sura
Ni wachache sana ambao hamko majaribuni. Wengi watoka sasa jinsi unavyopendeza naona mko majaribuni. Yusufu alikuwa ni mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Yaani ana umbo zuri, ana sura nzuri, ana miguu mizuri, anaongea vizuri. Akicheka hizo dimples zinaingia huko. Meno meupe mazuri, sio yale yanayoingia akashia. Msitege sana nye mke wangu meno yake na akashia. Tuarusha. Kicheka mtu mmoja atachapa. Kila kitu kizuri. Na wengine tumeupakwa kwa penda yenye kasha, maana naye anakuwa romantic. Yanakuwa kama ya dhahabu hivi. Yaani meno yenye kasha yamevaa romantic. Yaani unaweza kafia na meno ya dhahabu kumbe ni meno yake ya asili. Kuna kule sema Arusha kunaitwa maji ya chai. Hayo maji ndio kazi yake kufanya meno ya watu wao. Ukienda kunywa mwezi tu ushapata. Ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Yaani mke wa bosi. Si ungesema sasa la mentali. Eti. Yaani mke wa bosi anakutaka dogo. Bosi mwenyewe Potifa, mtu wa pili kutoka kwa Farao. Sasa yule mama mahela anawachiwa kama vijana wa kisasa wa kibongo hao na kizenji wanapopenda kulelewa. Laana tupu. Wanapenda kubembelezwa. Mtu akifanya kama sio mdogo. Nakwambia nani? Mke wa bwana wake, yani bosi wake akamtamani Yusufu akamwambia, "Lala nami." Lakini Yusufu akakubali. Yusufu akafanyaje? Akakataa. Mwambie jirani yako, wewe unakataa. Nisaidie kuwatazama baadhi ya watu. Wewe unakataa. Yusufu akakataa. Yusufu alipokataa nini kilitokea? Akamwambia mke wa bwana wake, "Tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu." Unajua Yusufu, mimi nikimsomaga huyu jamaa, mimi nasema I like this guy. Natamani nikienda mbinguni nimuone. Nimwambie, "Ulipataje akili hizi rafiki yangu?" Maana vijana wa namna yetu sisi huko Bongo akili hizi tusingezipata. Anasema huyu bosi wangu analipa mshahara. Huyu bosi wangu vitu vyote hivi kaviweka chini yangu. Hebu jaribuni kuwaza nyinyi wadada wa ndani, wahurumieni au kina mama ambao wanawapendeni na bado mnawachukua waume zao. Nyinyi vijana, huyo baba amekuajiri, anakulisha, amekuleta mjini, bado unampigia mkeo. Hata utu una, kwa nini usife mapema? Mtu mbaya kama wewe. Yusufu akasema, yani naweza kushindwa kuthamini hii imani ya huyu baba Potifa juu yangu, mimi Mwebrania. Vitu vyote kaweka chini yangu, ananipa mshahara, ananilisha, yani vyote, mpaka wewe napaswa kukulinda. Lakini angalia vijana wa kisasa, waangalie mabinti wa kazi, wanamtega baba mwenye nyumba makusudi. Wakimwona mama hayupo ndio wanakwenda kuoga, afu kanga inadondoka. Eti kanga inadondoka mbele ya baba pale mezani hapo. Jamani, kanga imedondoka mie. Munyu nani huyu. Sasa na hawa baba wanakunywa whisky. Hawa baba wamelewa. Ghafla ile pombe inakimbilia kwenye kiuno. Hata hebu njoo kidogo hapa. Tayari kashaichukua ndoa ya mtu. Kumbuka wewe, huyo mama alikukubali ndio maana unakaa kwenye hiyo nyumba. Kama huyo mama siku ya kwanza angesema usikanyage kwenye nyumba hii, usingeingia kwenye hiyo nyumba ukamchukulia mume wake. Lakini unamtendaje mtu mbaya kiasi hicho? Wengine ni ndugu. Mtu kamkaribisha mdogo wake, kamkaribisha binamu yake. Kumbe kaja pale anamuinda mume wa ndugu yake. Na imeleta machozi mpaka kuna watu wameachika kabisa. Pale Magaramishe nilikuwa naishi pale. Dada mmoja kutoka mkoa fulani nafikiri Iringa, kamleta mdogo wake pale. Baada ya muda
dada akafukuzwa, mdogo mtu kaolewa. Dada magaramishe, dada wa watu wanalia, kosa langu ni nini kumleta huyu mdogo wangu? Leo mkiona baadhi ya watu hawataki wadada wa ndani wala hawataki ndugu zao waje, msiwachukie, wamependwa. Amen. Wamependwa. Wamefikia sehemu wamekuwa ni watu wasio na mwelekeo, wamepata depression, wamepata kuchanganyikiwa, kiasi kama wengine mpaka wanajiua. Yusufu akamwambia yule mama, sikiliza, hakuna mtu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizuilia kitu chochote. Mstari wa 9, ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe tena wa ndoa. Alafu sikiliza Yusufu anasema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Amen. Mabinti zetu hawajui jambo hili, wala vijana wetu hawajui jambo hili. Unapotenda uasherati, Biblia inasema unamkosa Mungu. Na Yusufu anasema, nitendeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Sio nimkose bosi, na mheshimu bosi, na mlimbia mali zake bosi, lakini hapa kabla ya bosi ni na Mungu. Sio na mheshimu baba, sio na mheshimu mama, kabla ya baba na mama na mchungaji ni na Mungu hapa katikati. Amen. Nitendeje ubaya mkubwa namna hii nikose yale maono? Nataka niwaambie waasherati, maono yenu hayatatimia. Amen. Yusufu anakumbuka yale maono ambayo Bwana alimfunulia, nyota zinamzingira. Anakumbuka yale maono, alafu nikanase kwenye uasherati huu nimkose Mungu. Manake Mungu atafuta kila kitu. Atafuta kila kitu. Na Yusufu akaona haijuzi kwa namna yoyote nijiingize nikamkosa Mungu. Kwa hiyo akasema, siwezi kufanya ubaya huu mkubwa nimkose Mungu. Biblia inasema mstari ule wa 10, akawa akizidi kusema na Yusufu, hawachoki hao watu. Siku baada ya siku anamtongoza tu Yusufu kama ambavyo anatongoza, lakini hakumsikia alale naye. Na Yusufu akaongeza kipimo kingine, wala aongee naye. Yusufu akaamua kumchubulia sasa. Yaani Yusufu akimwona yule mama anakuwa makini, akimsaidia mama shikamoo, Yusufu huyo, kwa sababu huyu mama ana maongezi mengine yoyote. Unashangaa mabinti ya sasa hivi, yule kijana anemtongoza akikaa siku moja tu hajamtongoza, naona siku hizi umenitupa, vyenyewe ninarudi tena kwenye laini. Yusufu ndiye anasema hakutaka kuongea naye, lakini wanasema umetususa siku hizi, si bora ususu uwe salama. Mstari wa 11, ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani. Na hilo ndio kosa humo ndani. Yaani unakwenda kumtembelea binti, yuko peke yake, kijana yuko peke yake, alafu eti niko salama. Sikiza kilichotokea kwa Yusufu. Yusufu kwenye shughuli zake, mama kacheki kushoto, kacheki kulia, hakuna mtu. Kasema leo ndio siku yenyewe. Huyo mwanamke akamshika nguo zake, akasema lala nami, lazima ulale na mimi. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia, akatoka nje. Sema amen. Tumesema zina inafanya nini? Inakimbia. Zina inafanya nini? Inakimbia. Na Yusufu kafanya nini? Kakimbia. Alibaki pale pale. Biblia inasema akakimbia. Anasema nifanyeje ubaya namna hii nimkose Mungu? Lakini watu wetu leo hawajui hilo. Kwa sababu ni fashion kuwa na boyfriend, ni fashion kuwa na girlfriend. Na hao walio katika mitandao ambao wameshindwa maisha, leo yuko na huyu, leo yuko na huyu, wanaambukiza roho chafu kwa watu. Watu wake na wabinti zetu na Mungu wao wanaenda kumkosa Mungu. Baraka zote ambazo Mungu alizikusudia juu yao, vijana wetu na Mungu wao wanaenda kumkosa Mungu. Baraka zote ambazo Mungu alizikusudia juu yao zinaondoka, zinapotea, zinabaki kuwa historia.
Na wakati mwingine watendaji wa mambo hayo hawajui hata Mungu anakusudia nini maishani mwao. Kwa hiyo wanabaki wakiwa hawana uelewa wote wala ufahamu juu ya mambo ambayo wameyafanya. Lakini leo nataka nikutoe kwenye dimbwi la uovu, nikutoe kwenye dimbwi la udhalimu, nikuonyeshe jinsi utakavyofanya. Lakini katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 anasema mstari wa 3, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Utakaso wako upo karibu sana na wewe, kwa wewe kuepukana na uasherati. Anasema kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati, ama wenyewe unawaletea watu unajisi, unawasababishia watu matatizo mengi. Anaendelea kusema kila mmoja wenu, sema kila mmoja wenu. Kila mmoja wenu. Hapo na vijana wapo, na wazee, na kina mama, watu wazima. Kuna mtu hapo hayupo? Kila mmoja wenu, kwa lugha nyingine, awaye yote katikati yenu ni lazima auweze mwili wake katika utakatifu na heshima. Sema amen. Amen. Auweze nini? Mwili wake katika utakatifu na heshima. Unauweza mwili wako? Kuna mtu akaniambia, mchungaji, huu ndio udhaifu wangu, siwezi mwili wangu. Je, unaweza ukauambia mwili wako kwamba kwa sababu mwili wangu siwezi, naomba wewe mwili ufe mapema? Unaweza kumwambia hivyo? Nauliza, unaweza kumwambia hivyo? Kwa hiyo kusema uwezi mwili wako ni kujiendekeza, ni kwa sababu hujaamua. Biblia haiwezi kusema kila mmoja auweze mwili wake kwa utakatifu na heshima kama inajua kuna watu hawaiwezi miili yao. Na ndio maana hata ukikuta jitu likibonge vipi, linajiburuza, linatembea hivyo, hata kama anatembea kama nyoka. Anajitahidi kuumudu mwili wake. Kwa hiyo lazima uumudu mwili wako, kwa sababu maisha ya uasherati na zinaa yana matokeo mabaya. Mabaya sana. Ngoja nikuonyeshe matokeo ya uasherati na zinaa. Moja, dhambi hii inavuruga kabisa. Moja, dhambi ya uasherati na zinaa inanyonya nguvu za kiroho na kupoteza hamu ya ibada. Kama mtu atakuwa mkweli, ukiingia kwenye uasherati, ukiingia kwenye zinaa, nguvu yako ya kiroho haibaki vile tena. Utabii ujitafute sana. Ndio maana Biblia inasema siku ile Samson akasema, nitainuka tena kama zamani. Kumbe nguvu zimeshatoka. Na hata Wakristo wa leo wanaishi bado wana nguvu zile zile, lakini utakuta ndani yao wanaishi kuna kitu kinapungua. Japo sisi tunaona ni wale wale. Jambo la pili, dhambi hii, kwenye sehemu ya kwanza sijamaliza. Inanyonya nguvu za kiroho, inapoteza hamu ya ibada, lakini inapoteza nguvu ya maombi, inapoteza nguvu ya Roho Mtakatifu, na inamkosesha mtendaji ujasiri mbele za Mungu na mbele ya kanisa na kwa mchungaji. Dhambi hiyo inakunyima ujasiri mbele za Mungu, mbele za kanisa, mbele za mchungaji. Na ndio maana tunasema, lakini mchungaji asijue. Kama ujasiri unasemaje asijue? Jambo la pili, dhambi hii inamsababishia mtu, inavuruga kabisa baraka zake katika maisha. Inavuruga kazi, inavuruga masomo, biashara, na inamnyima mtu kibali. Yaani kwa mfano, Mungu alisha kuanza kukubariki, dhambi za uasherati zitavuruga kabisa hizo baraka.
Mungu alishakufunulia kwenye maono kukutumia kwa kiwango kikubwa cha kibiashara, cha kielimu, utashangaa unafeli. Utashangaa. Dhambi hizi zinavuruga kabisa baraka. Kwa nini? Kwa sababu shetani anakushtaki. Sasa na waraka wa Petro, kwamba Mungu unampaje mema huyu ambaye anakutenda dhambi, anakutenda uovu. Na watu wakiwa mashahidi walio kutuambia kwamba dhambi hizi zimevuruga sana kibali, zimevuruga sana maendeleo kwa watu wengi. Jambo la tatu, inapoteza baraka za awali. Baraka zako za mwanzo zinapotea. Jambo la nne, inaleta laana, nuksi, magonjwa na kukataliwa, kwa sababu umeufunua utupu wako kabla ya wakati wake. Inaleta laana, nuksi, magonjwa na kukataliwa. Watu wanasema jambo la wageni. Zameokoka nini mchungaji wewe bwana? Lakini mbaya zaidi, inawafungia watu wengine kumfuata Mungu, na hiyo ndio dhambi mbaya zaidi. Yaani kuna mtu anataka kuokoka, lakini akiangalia maisha yako anasema wokovu gani ule? Ile anasema mnawakosesha Wayahudi kwa Wayunani. Mtu anayekosesha watu adhabu yake Biblia anasema lazima afungiwe jiwe shingoni akatupwa kwenye kilindi katikati cha moto. Unawafanya watu wasimwamini Mungu na kusema wokovu ni dini kama zingine tu. Unawafanya watu ambao unafanya nao uasherati waone wokovu kama vile na watu wengine wote wanafanya kama wanafanya nini. Kwa hiyo hawamtaki Mungu. Jambo la tano, inaharibu kabisa mahusiano yako na Mungu. Yaani Mungu anaweka uso wake pembeni, hataki kuangalia. Katika Isaya 59 anasema mkono wa Mungu sio mfupi hata ushindwe kuokoa. 59:2. Wala sikio lake sio zito ashindwe kusikia, lakini maovu yenu yanawafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zinasababisha kuficha uso wake, hataki hata kusikia. Isaya 59 inasema mstari wa kwanza na pili. Kwa hiyo huyu mtu anavuruga uhusiano wake na Mungu. Unaacha Mungu anakuacha ukamatwe na Wafilisti. Mungu anakuacha utekwe. Mungu anakuacha uaibike. Jambo la tano. Jambo la sita samani. Jambo la sita, hautaaminika na watu watakao kujua kuwa wewe una tabia za zinaa na uasherati. Hautaaminika. Kwa hiyo utakataliwa. Kwa hiyo hata kama kulikuwa na mtu mwaminifu alikuwa anapanga kuja kufanya ndoa na wewe na nini, watu wanakukataa tu, wanakukataa. Wewe bwana nakataliwa. Wewe bwana msipendi. Chunguza maisha yako. Chunguza maisha yako. Jambo la 8, inampa Ibilisi nafasi ya kukushtaki na kukuonea. Na utandoto mbaya kama nafukuzwa. Kazini si nini? Inampa Ibilisi nafasi. Inamfanya shetani awe na nguvu juu yako. Yaani ukisema kwa jina la Yesu yeye anasema hata wewe. Tumewe kukemea mapepo wakati fulani. Alafu nakuta kuna watu wanakemea mapepo, pepo linacheka. Huyu aondoke kwanza. Unamsikia mimi nimefanya nini? Kwa hiyo Yesu toka, tunamwambia wewe ondoka, ushaambiwa na pepo ondoka. Wewe una shida. Wengine pepo yule mtu akijifanya asikii, pepo inamwambia, "Utaki kuondoka. Utaki kuondoka, nasema mambo yako." Na kuna wakati tutaita mapepo hapa yaseme mambo yenu. Na tusaidie. Nimemsikia mhubiri mmoja Kenya anaitwa Pastor Harrison Ng'ang'a, nampenda sana. Anasema siku moja walipokuwa wanakemea pepo likamwambia hivi, "Hujafunga, hujafanya hivi, hujafanya hivi. Nenda kwanza ukafunge." Na huyo ni mhubiri mzuri. Umeelewa? Anasema akaenda pembeni akafikiria, akasema, sasa wale watu wakamwambia hivi, wahubiri wote wameshindwa kulitoa ile pepo. Chochote ambacho hujafanya ndio ninakwambia. Ukifunga ngambia ulifunga lakini maombi yako hukuomba vizuri. Sasa yule Apostle Ng'ang'a akarudi akasema hivi, sasa nimeng'amua. Wewe pepo Yesu alishafunga siku 40 inatosha, toka ndio pepo likatoka. Sasa niulize ungekuwa mwenye dhambi lingetoka? Ukisoma katika Matendo ya Mitume Biblia inasema kulikuwa na watoto 7 wa kuhani mmoja anaitwa Skewa, ambao walijaribu kukemea pepo kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Mapepo yakapanda ndani ya yule mtu. Yakawauliza, "Nyie kina nani? Nyie kina nani?" Paulo tunamjua.
Yesu namfahamu. Nyinyi kina nani? Wanatoka kwa jina la Yesu bila na Paulo. Biblia inasema mwenye pepo akapata nguvu, akawakamata wale vijana 7, akawararua, wakatoka ndani ya ile nyumba wakiwa uchi. Usicheze na mapepo kama mwasherati. Nakwambia kweli. Yatakung'oa meno. Yatakung'oa meno. Mapepo hayakubali kutolewa na mtu mchafu. Yanakataa unless you are bebelezi. Yakawararua. Kwa hiyo shetani anakuwa na nguvu juu yako. Anakunyanyasa, anakuonea. Jambo la 9. Dhamiri yako inakuhukumu mara kwa mara. Yaani unakuwa una ujasiri. Ukiambiwa tunakupa huduma fulani, unakubali kwa shingo upande. Lakini wakati mwingine ukiambiwa unapewa huduma fulani, unatolea sababu. Unajua mchungaji nitakuwa kazini. Unajua mchungaji, yaani unatoa sababu, lakini kumbe sababu zako zote zile hazina msingi. Shida yako ndani yako hakuna amani. Wakati tunakupa hata huduma ufanye, unatetemeka ueleweki. Watu wanajaribu kukuombea lakini unatetemeka hivi. Unakosa amani ndani yako. Dhamiri yako inakushtaki. Biblia inasema lazima tuwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele za watu. Wewe utamkuta mtu ambaye anafanya uasherati au zinaa, hajiamini. Hata wakati mwingine akikupa Bwana asifiwe, wewe hujasikia kwa bahati mbaya. Kwa hiyo kumwitikia amina, utamsikia, jamani, hawa muamini kama sisi tumeokoka. Msikilize sana mtu anamnaye mfuatilie. Anajistukia hivi. Kama unajua kitu hivi. Akikuona tu, wenzetu hao, nyinyi ndio mmeokoka, sio wengine mafamba. Jua kuna shida. Lakini wakati mwingine ukimpa Bwana asifiwe, kumbe mazingira hayo kuna hawala yake, anasema nzuri. Dada Bwana asifiwe, nzuri mtumishi wa Mungu. Unaambia mbona hapo umekoroga vipi? Nimesema Bwana asifiwe, niitikie amina. Baba nawe Bwana siku hizi. Baba siku hizi utakuwa uko juu. Anamfumba kwa jamaa lake liko pembeni. Hana ujasiri wa kusema amina. Namwambia kweli. Hana. Baba nipigie baadaye kidogo niko busy. Anaulizwa nani yule? Jamaa mmoja hivi. Bwana sio mwita baba. Si baba, ni siku hizi tu. Tunaitaga watu wote baba. Jehova lisaidie kanisa lako. Mungu lisaidie kanisa lako. 10. Ipo siku shetani atakuweka hadharani na kuyafichua yote na kupata aibu isiyoneneka. Haya mambo ya uasherati huwa siku moja huwa yanakuwa hadharani. Hatimaye unapata aibu isiyoneneka. Ujasiri utakuja tu pale kwenye haki. Kwa hiyo lazima tujitahidi kwa kila gharama kusema nitamtendeje Mungu ubaya mkubwa na mbaya. Lakini wengine si wanafanya uasherati moja kwa moja. Wengine wanauridhia uasherati. Yaani wanaukubali. Hata kama mtu anamwambia Bwana kuna tatizo hili, anasema Bwana usiwe na wasiwasi, mambo ya kimwili. Hao nao wajihadhari. Katika Ufunuo sura ya 2 mstari kuanzia 19. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini mstari wa 20, nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitiaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazidi na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Kuna mtu afanye zinaa ili anaridhia tu. Watoto wake wakileta mtu yoyote tu, mama huyu ndio mtarajiwa, anakaribisha mpaka ndani. Jamani, karibuni mkae. Mtarajiwa vipi? Wewe mama, wewe baba. Yaani mtu kaja tu na kijana wake guju mpaka nyumbani. Baba, mama, kama ni mbaya, kwani alafu mama anamkaribisha mpaka ndani.
Alafu anamwambia mume wake, hivyo na habari fulani leo kaja na mwenzie. Mwenzie yupi? Naye baba siku hizi nao amezeeka kwa kweli, unaona kwa mkali. Mwenzie yupi? Sio Athmani. Ndio mwenzie? Ndio mwenzie. Yameisha. Biblia inasema nayajua matendo yako. Ufanyi uasherati, unampenda Mungu lakini unaridhia matendo ya Yezebeli. Unaona waasherati, unawaridhia. Unawaona wazinzi, unawaridhia. Biblia inasema ulipomwona mwivi ukawa radhi naye, hukumu yako na yake ni bora. Usiridhie hata wadogo zako hawajaokoka, lakini anakutambulisha tu kwa mwanamke. Unajua kaka, huyu ndio demu wangu, mwambie mdogo wangu tafadhali sana usinihusishe kwenye mambo yako. Nataka kuona siku unaniambia lini unaoa, sio kuniletea hawa. Sio watu wanakukimbilia wewe ndio shemeji yao, kwamba unajua sasa shemeji, yani mdogo wako mimi anipi hata hela, ananyanyasa kweli, na hii mimba kanipa yeye, unatuma hela. Maana unaruhusu dogo lako limpe mimba mwingine. Unakimbilia kwako shemeji. Unamuuliza mtu ili kuwa kuwaje? Unajua, unaniambia sikiliza. Kila mtu atauchukua mzigo wake. Umeelewa? Ukionyesha watu msimamo wa dogo zako wataoa kama ulivyooa. Ukionyesha msimamo wa watoto wako wataolewa kama ulivyoolewa. Ukionyesha msimamo wa watoto wa kiume wataoa, wanasema baba yetu alioa na sisi tutaoa. Lakini unawaridhia tu. Yani wanafanya mambo yao, alafu pia tunasaidia. Sasa unajua, sasa huyu mtoto kashampa ile binti mimba, sisi tutafanyaje? Kwa hiyo tunamchukua mtoto, tunakaa naye. Huyo ni mtoto anataka kumwenda nani? Wakafie mbele. Kila mtu anabeba mzigo wake. Wewe nimejisikia mpaka umri huu, hapo yeye kunibebesha mizigo. Ya nini? Lakini kwa sababu ya kuridhia kwa wazazi wengi na mithali yao ya kipumbavu, kwamba mtoto kwenye kijanja ukikate, Yesu anasema hivi, kama kuna kitu kinakosesha kikate. Hiyo mithali yako ya kishetani, kwamba mtoto akinya kijanja hawezi kukikata, hiyo kwenye Biblia haipo. Yesu anasema kama mguu unakukosesha uondoe, kama jicho linakukosesha ling'oe. Kama mtu fulani atakuwa sababu ya kukosesha mbingu, mwambie kaa kushoto. Ndiko wanakokaa wanaokwenda jehanamu ya moto. Yesu mwenyewe pamoja na kufa msalabani, watu wasiomtii atawapeleka motoni. Wewe nani? Katika Mathayo 25 kuanzia 41 anasema, atawaambia na walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyewekewa Ibilisi na malaika zake. Yesu. Amen. Wewe nani? Unaridhia dhambi. Wewe nani? Na Biblia inasema waridhia dhambi wanataka kupendwa. Wanataka kuonekana wao hawana shida, wako social. Social hii iko hapa duniani. Mbele za mfalme wa utukufu hakuna social. Mwanae alipigwa kwa misumari msalabani. Mwanae aligongomelewa misumari msalabani. Mwanae alivishwa taji ya miba, alipigwa mkuki, alinyanyaswa akawa uchi. Unasema nini wewe? Halafu Mungu achukulie kila kitu cha ovyo ovyo. Anasema unaifanya damu ya mwana wa Mungu kuwa ni kitu ovyo. Watu wasije kujidanganya. Wakasema Mungu si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Usijidanganye. Utakwenda motoni mzima. Hivyo ndivyo Lucifer alijidanganya kwamba Mungu atarehemu. Leo anaitwa shetani na moto ameandaliwa yeye. Mathayo anasema asiwepo mwasherati wala mwabudu sanamu kama wengine walivyofanya. Kuanzia leo hakikisha unamaanisha kijana mdogo. Yusufu alitoka kwao akiwa na miaka 17. Alikaa mbali na wazazi wake miaka 13 kabla ya dawa waziri mkuu Misri. Lakini hakufanya uasherati. Na alioa mwaka wa 31. Nisikilize.
Sio una miaka 27, siwezi kujizuia, una miaka 30. Yusufu mtoto wa kiume wa Yakobo, Biblia inasema alichukuliwa Kanani akiwa na miaka 17. Alisimama mbele ya Farao akiwa na miaka 30 akitokea gerezani. Hajaoa. Tena ndio kipindi ana nguvu za kiume kuliko unavyofikiria. Lakini alimwambia mkewe Potifa, stop. Wewe mchungaji, unajua udhaifu wa mwili, sisi sote tunajikwaa. Hata yule mchungaji sasa, kumbuka ile andiko linasema mwenye yake ajikwaa mara 7 akainuka tena. Kajikwaa mara 7. Hapo tuone kama utainuka wewe. Utagaragara hapo hapo. Sasa ulisikia neno la Roho analiambia makanisa. Lazima urekebishe maisha yako. Nasema lazima urekebishe maisha yako. Kwa leo utaishia hapo kwa sababu ya masaa yetu. Lakini nataka ujue, ikimbie baada ya sana. Ikimbie baada ya sana. Nataka ujue usiwe na tabia ya kupenda fedha kuliko kawaida. Biblia inasema fedha huleta jawabu la mambo yote. Katika kitabu cha Mhubiri sura 7 mstari wa 8. Fedha huleta jawabu la mambo yote, lakini pamoja kuleta jawabu la mambo yote, sio suluhu ya mambo yote. Sio solution. Inaweza kuwa ni answer. Suluhu tunaipata kwa Mungu. Na ndio maana watu wengine na fedha zao bado magonjwa yamewaua. Tena magonjwa mengine yanayotibika kabisa. Pressure zinatibika hapa duniani, lakini zinaua watu wenye hela. Magonjwa ambayo yanatibika lakini yanaua watu wenye hela. Usipende fedha kupindukia. Unaweza ukaipata leo ukafa kesho. Na wengine kwa sababu ya kupenda fedha hata sadaka watoi, zaka watoi. Unajua na watosheki tu. Unajua mchungaji yeye haitoshi. Uchoyo achana nao. Hivi wewe ukienda mbele za Mungu leo utaonyesha nini? Thawabu yako mbele za Mungu ni kitu gani? Mungu anasema ndio, ulijitoa wewe mwenyewe. Mali zako zilikuwa wapi? Suleiman anasema ni balaa ambalo nimeliona duniani. Mtu atafute ukwasi na mali, ajizuie na kula, alafu ajui atakayerithi kama ni mpumbavu au na mwenye hekima. Unapambania maisha ya watu wengine wakati mwenyewe unakosa kutengeneza taji yako mbele za Mungu. Tunapopambania maisha ya watoto wetu, lazima tuwekeze mbele za Mungu. Kwa sababu thawabu yako haitatokana na wanao, inatokana jinsi ulivyowekeza kwa Mungu. Unapopambana watoto wangu waende shule, watoto wangu wafanye, pia pambana kanisa liendelee. Pambana huduma ziendelee. Pambana na kusema kwamba kile ninachokipata kila mwezi nitakuwa na sehemu ya Mungu. Leo nilikuwa namwambia mke wangu, hicho ninachokipata hapo kwenye kazi, toeni pelekeni kanisani. Wala akiji hapa, maana mke wangu anasali Morogoro, ananipeleka pale. Tusijikuta siku moja Biblia inasema kazi ya kila mtu itapimwa, alafu kazi yako inapimwa, Biblia inasema imekuwa majani. Lakini ulikuwa na majumba duniani. Lazima tuyapime mambo mapema. Mungu akusaidia ukajenga nyumba moja au nyumba mbili. Usiwe tena ile roho ya kwamba unataka ujenge 10, wekeza kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Mungu amekupa magari 3, 4, jina la Bwana libarikiwe. Usiwe tena ile roho kwamba sasa ingalizi na yaani kila siku unabadilisha gari, mara umenunua hili, umeacha. Lakini mbele za Mungu ubadilishi utoaji wako. Hiyo ni roho ya kupenda fedha. Usishikwe na kazi kupindukia, itageuka sanamu. Unapokuwa kwenye maombi nyumbani kwako, ukijua hii simu itanizuia kuomba, iweke mbali, funga kwa muda. Siku hizi bahati nzuri watu wakikupigia utakuja kukuta mesoli baadaye. Utawapigia baadaye. Ili simu hiyo isigeuke kuwa sanamu. Ili anasema ulionapo jua au nyota au mwezi au jeshi lote la mbinguni, usije ukashawishwa kuviabudu, maana Bwana Mungu wako amewapa watu wote hivyo, na kwa ajili ya hayo uwaadhibu. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 19. Usijiingize ukajikuta ni mwabudu sanamu. Usijiingize ukajikuta ni mtu ambaye unapenda hela. Nikutana na mtu mmoja sehemu fulani njiani, akaniambia, "Shikamoo bwana, naomba pesa. Wafundisheni watoto wenu wasiombe pesa barabarani." Siku moja nikakutana na mtoto wa mchungaji mmoja bado mdogo, akaniambia naomba 100. Nilimfokea yule mtoto mbele ya mama yake na nikataka kumchapa. Hata promise ishekeli akikuomba pesa na 2. Kama unawapa
kwa hiari yako na uambie nimekupa hela ukamwonyeshe baba yako. Unawazoesha watoto kupenda pesa, kupenda pesa. Siku unapokuwa una anapewa na mtu mwingine ananajisiwa. Watu siku hizi kuna wabakaji, kuna walawiti, kuna wafiraji. Kitoto kinapenda hela, kinaingizwa kwenye kuchezewa hata mwenyewe ujui. Sio mtoto mmoja wa mchungaji mmoja akanipigia simu. Si hata ujasiri amepata wapi. Baba, shikamoo maraba. Ujambo sijambo. Baba, nilikuwa naomba unipe 20,000. Nikamwambia unasemaje? Nikamwambia ushamwambia baba yako? Sijamwambia. Nikamwambia siwezi kupa hela kama hujamwambia baba yako. Hiyo ni tabia mbaya. Unamdhalilisha baba yako. Sasa nikampigia baba yake ambaye ni mchungaji kabisa. Nikamwambia, hivi unaona ni vizuri mwanao kuniomba mimi pesa? Akasema una shida gani? Nikamwambia mpumbavu wewe. Kwa hasira nikamwambia watu mategemezi msio na akili. Sasa tutoko wataomba mpaka wapi? Yako mabasha wanatoa hela. Wataomba hela mpaka wapi? Wako wasagaji wanatoa hela. Nikamwambia una akili. Yonadabu mwana wa Rekabu aliambia wanae msinywe divai. Na Biblia inasema hawakunywa divai. Lazima umwekee mipaka mwanao. Kwamba hakuna kuomba hela, hakuna kula kwa watu. Isipokuwa sehemu ninazokuambia ule. Ukimwona mtoto hapa anakuja, nipe hela, kama unamweza mwasha kwanza kibavu mbebe mbao kwa mama yake. Lazima utengeneze watoto wenye tabia nzuri. Amen. Tena wasemagi nipe. Wasi wanatumia nipe, hawasemagi naomba, wasema nipe pesa. Nipe pesa. Na ulizaga umeweka. Wewe unajua mimi nani? Nipe pesa. Ni jambo la kupendeza. Mtoto akufurahishe umpe mwenyewe. Na unamwambia pesa hii nakupa, enda kamwambie baba yako, pesa hii kanipa Pastor Games kwa sababu ya jambo jema unafanya. Lakini sio watoto wetu wanakuwa omba. Tunawaingiza kwenye tabia mbaya kupenda pesa tangu udogoni. Mimi watoto wangu pesa zote wakipewa na watu nazichukua na mimi ninazitumia. Kwa sababu wao wameshatumia zangu nyingi. Najifidia umo kwa umo. Na wanangu walipo waajabu, wakifika sema kwa kitu baba ulipewa gari na fulani tununulie. Naambia hamna neno. Jamaa wasahau. Wana tabia hiyo. Tukifika sehemu mtu anaona nguo, baba tununulie. Sina baba ulipewa siku ile na yetu. Naambia na sasa wanunulie pia ile nilipewa. Funga mdomo wako. Hapo sina kitu nitafanya. Naendelea na safari. Bwana asifiwe. Wazoeshe tabia njema. Waone tumepata hatukupata ni sawa sawa. Tunacho hatunacho ni sawa sawa. Ni Mungu tunayemhitaji. Maana unaweza ukawa nacho na usile. Mmoja wapo ni mimi. Leo nimesubiria vyakula kibao. Vyakula vya kuchagua. Uweze kuwa na mapesa leo na uweze kula nyama choma. Na unavyoipenda. Na bila usubiri kama pesa 6 hivi ndio uanze kula nyama choma. Hii dunia sio ya kuitegemea hii. Inaweza kugeuka wakati wowote. Na ndio maana lazima ujizoeshe kuwa ni mtu ambaye unaridhika na hali ulionayo. Na unasema Mungu utakuwa Mungu maisha yangu yote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bado nitakuwa mchungaji wenu. Amen. Bado mtaniita baba. Amen. Hao nishakwambia zamani. Na yule kujifanya vyovyote ilivyo. Haya mambo Bwana ameniambia nikwambie na nimeanza na nitaendelea. Sema amen. Amen. Na vinakuja vitu vya moto baba. Vitu vinakuja vya moto kuliko vya wazi zaidi. Ila nitakuwa na viweka watu wangu. Vijana siku moja nitawaita peke yao. Nitakuwa na wachana live mpaka na maumbile yenu. Maumbile yenu sayansi. Maumbile yenu sayansi. Wala msije mkafikiria hapa nitashinda kutaja maumbile yenu ndani yako. Uhifadhi hivi usilete ujinga. Na waiteni hivi karibuni. Na hapa usije kwenye hiyo semina. Utainamisha uso mwanzo wa semina mpaka mwisho. Lakini baada hapo umepona. Madaktari hawaogopaji kwa sababu kila siku wanakutana nao. Na wachungaji tupaswa kuogopa. Kwa sababu kila siku tunatakiwa tuwaonye watu pale waliposimama. Kama kuna dhambi ya uasherati itubu. Kama kuna dhambi ya kupenda fedha sana itubu. Kama kuna dhambi yoyote ya sanamu itubu. Iungame tu. Ikiri kwamba Mungu mimi nimekosa. Katika hili Mungu sina na kujitetea, mimi ni mkosaji.
Na kama ungependa nikuongoze maombi maalum, mimi niko tayari. Useme tu amina, nitaongoza maombi maalum. Bwana asifiwe. Naomba uombe. Na umwambie Mungu. Kama umekuwa Mungu amekupa neema kwa miaka yote, umetembea na Mungu kama Enoko, mwambie Mungu akupe hiyo neema zaidi. Kwa sababu umetembea naye kama Enoko. Umetembea naye kama Yusufu. Baba yako hayupo kule kazini. Mama yako hayupo kule kazini. Na umetembea na Mungu miaka yote 13. Umetembea na Mungu miaka yote 20. Umetembea na Mungu miaka yote 30. Kwa nini unataka kupoteza utukufu wa Mungu ulioko juu yako? Kwa nini unataka kupoteza? Kwa nini unataka kupoteza? Kuna mabaya yanakuja na mabatana, anasema watu wengi wamejichoma kwa maumivu mengi kwa sababu ya tabia ya kupenda fedha. Watu 23,000 wakafa siku moja kwa sababu ya uasherati na zinaa. Wazazi wasiridhie mambo haya. Anasema nina neno juu yako. Uamridhie yule mwanamke kahaba ambaye anatia ukwazo kwa watu wangu ili wazini naye. Bwana atakurehemu mchana huu. Yeye ni wa rehema na umaanishe kuacha mambo haya. Kama umefika umri wa kuoa, tuambizane, tushauriane ili uweze kuingia kwenye ndoa. Kama umefika katika umri wa kuolewa na mtu anataka kuolewa, mtu anataka kuoa, anamwamini Yesu, ameokolewa, sio mwasherati, tuambizane ili uingie kwenye baraka yako. Mungu atakusaidia na Mungu atakuwezesha. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mungu asante kwa ajili ya kanisa lako. Mahali tulipokosea tunaungama. Mahali tulipokosea tunatubu. Mahali tulipokosea tunakiri. Mahali tulipokosea tuko tayari kuachilia. Tuko tayari kuachilia. Hatutaki maafa. Hatutaki kifo. Hatutaki magonjwa. Hatutaki laana. Hatutaki nuksi. Hatutaki bahati mbaya. Hatutaki tukose ujasiri mbele zako. Hatutaki shetani awe na nguvu juu yetu. Ye Mungu, utuoshe kwa damu yako. Utusamehe kwa ajili ya yale yote yaliyofanyika sirini, yaliyofanyika gizani, na watu wanasema wanamcha Mungu wakafanya ubaya kupita kawaida. Tunaomba, tunatubu, tunakiri ya kwamba hili jambo lilifichamana na sisi. Ukawarehemu watu wako, ukawasamehe watu wako. Katika ghadhabu zako nyingi, kumbuka rehema. Katika ghadhabu zako nzito, kumbuka rehema. Katika ghadhabu na hasira iliyowafisha watu 23,000, usitufishe e Bwana. Usituangamize e Bwana. Usituue e Bwana. Tunaungama hata kwa familia zetu, kwa watoto wetu, vijana wetu, mabinti zetu, watu wetu walikukosea. Hatukuona furaha ya wokovu, hatukuona baraka za wokovu, hatukuona upenyo. Ora masana na mshaka masika rosito rabakasa. Hata kwa ajili ya watoto wa wachungaji, watoto wa manabii, watoto wa mitume, watoto wa maaskofu walipokosea, kwa sababu hatukuwa wakali juu yao, hatukuwaonyesha maandiko, tuliwaridhia, tukasema ni ujana maji ya moto. Tumesahau sisi tulipita katika ujana huo kwa neema. Bwana utusamehe. Uwarehemu watoto wetu, uwarehemu vijana wetu, uwarehemu mabinti zetu, na damu yako Yesu ituoshe, itutakase, itusafishe. Leo ni siku ya 20 Septemba, tunaahidi kuanza upya. Ya kale yapite kwa jina la Yesu. Tumempa ibilisi nafasi, tumewapa maadui nguvu ya kusema juu ya kanisa na wakadharau. Mungu tusamehe, Yesu tusamehe. Lakini yule ambaye Mungu pamoja na maombi haya atayadharau kama Anania au Safira, mbebeshe mzigo ambao hakuna mtu atakayemtua. 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 Wanapoingia kwenye uasherati wao na watudanganya na wamesikia maneno yote makubwa ya Mungu, wabebeshe mzigo mzito ambao wataubeba kwa machozi na wakilio kwa muda mrefu.
kwa sababu wamesikia lakini hawakuitikia, wamesikia lakini hawakutii, wamesikia lakini wamedharau. Mungu, rehema zako zituhifadhi. Ninawabariki watu wako mchana wa leo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika wiki mpya ambayo tumeianza leo kuelekea mpaka tarehe 27 tutakapokutana na Jumapili nyingine, Mungu akulinde, Mungu akufanikishe, Mungu akubariki, Mungu akupe amani. Usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena, usilie tena. Mambo yako yakafanikiwe. Mungu akutane na wewe, iwe ni usiku ama mchana, kwenye biashara na kwenye kazi, kwenye safari na kazini, kwenye safari na nyumbani. Ninakubariki mimi mtumishi wa Bwana mpakwa mafuta mchana wa leo. Kwa jina la Yesu namfunga shetani juu ya maisha yako. Namfunga ibilisi juu ya maisha yako. Hata kugusa kwa lolote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen.